Mgeni rasmi wa ufunguzi wa mafunzo hayo, mstahiki meya wa manispaa ya Singida Geoffrey Mdama, amewaasa wanufaika wa mradi huo kuwa mstari wa mbele kuzingatia masomo hayo ili wajikomboe kiuchumi na familia zao. Tuendelee kuishukuru sana serikali yetu kwa kuendelea kujenga mahusiano mazuri ya ndani ya nchi yetu na kimataifa. Haki mradi huu nimeambiwa unatekelezwa na pande mbili. Maana upande wa Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania na upande wa wenzetu wa Canada. Kwa hiyo hii ni mahusiano na mashirikiano mazuri yanayotekelezwa na serikali yetu ya awamu ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwenye taarifa yenu mmesema mko zaidi ya vyuo 50. Lakini vyuo vinavyoendesha mafunzo haya ni vyuo 12. Wanufaika wetu, yaani mnayofundishwa hapa, soko la mapishi, soko la kuongeza thamani bidhaa zetu ni kubwa sana katika ulimwengu wa sasa. Mnafundishwa jambo kubwa ambalo litawatoa ninyi kiuchumi, litawajengea heshima kama watoto wa kike. Kwa hiyo ni wajibu wenu kuzingatia, ni wajibu wenu kuona kwamba wamepata fursa. Kwa upande wa mkufunzi wa masomo hayo katika mradi huo, anatueleza kozi hizo za namna gani na zinafanyaje. Leo tupo hapa kwa ajili ya utaratibu wa kufungua kozi yetu mpya kwa sababu tumeshapata wanafunzi tayari na tunatarajia kuanza masomo hivi punde, na leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya kufungua hii kozi, ambazo kozi zitakuwa ni mbili. Kozi ya kwanza itakuwa inahusu maandalizi ya vyakula pamoja na upishi, na fani ya pili inahusu usindikaji wa vyakula pamoja na uhifadhi. Kwa maana hiyo sasa tumeshapata wanafunzi ambao tunawachukua sasa kwa ajili ya kujifunza kozi zote hizo mbili, lengo likiwa ni kwamba waweze kujikwamua kiuchumi. Viongozi na wananchi wa eneo hilo wanasemaje, akianza na diwani wa kata ya Utemini? Mafunzo mtakayoenda kuyapata ni mafunzo ambayo yatawajenga na kuwakomaza. Tunaamini mkitoka hapa mtakuwa watu sahihi, mtakuwa mabalozi wazuri wa yale ambayo mmeyafunza na kuyapata mahali hapa. Ni waase tu watoto wangu wazuri, jifunzeni, mwelewe, sio mfika katikati mwachie masomo. Sana kunufaika na zoezi hili, kwa maana tunawatafuta vijana tukafikia hatua tumefaulu, na katika mtaa wangu nimepata vijana 6. Hivyo mimi nashukuru nimepata nafasi hizi. Baada ya kupata nafasi hizi, mkazitendee haki kwa yale mtakayofundishwa kuwatendea kazi, ili kutoa wimbi la vijana mtaani. Tumewatafuta wanufaika wa mafunzo hayo, wanayaonaje na wanafikiri watasaidiwaje. Hivyo ni kwa kama mnufaika, nimefurahi sana kwa kupata nafasi hii. Ahidi tutatekeleza yale yanayotakiwa kutekelezeka katika kozi hizi, na pia tunawaahidi kuwa tutasimama, tutatekeleza vile vyote tulivyoahidiwa.